Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mwana kondoo ameshinda. Mheshimiwa Baba Askofu mkuu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Baba Malasusa, lakini pia rafiki yangu Askofu Hotaye wa CCT na maaskofu wote, kiweo mwenyeji wetu pia. Kwa sababu ya muda niseme tu natambua uwepo wa waheshimiwa maaskofu wote wa CCT, wachungaji na viongozi wote, kwaya, na pia nitambue uwepo wa waamini wote. Mheshimiwa Baba Askofu, mimi nimesimama kwa dakika chache. Kwanza kutoa shukurani zangu za dhati kwa kualikwa katika siku hii muhimu ya CCT, lakini pia kuwakaribisha wale wote wanaotoka nje ya mkoa wa Mwanza. Karibuni sana Mwanza. Mheshimiwa Baba Askofu, tumesikiliza mawaidha, hotuba na ujumbe wako. Ninaamini Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu pia amesikia, na kwa kuwa yeye ni mgeni rasmi katika hadhara hii, basi ningetamani zaidi tumwachie nafasi kubwa ya kuzungumza na wana CCT. Mimi niseme tu niwahakikishieni kwamba katika mkoa wetu wa Mwanza tutaendelea kushirikiana na makanisa yote ambayo yanaunda CCT, makanisa 12 ambayo yamekwisha kutajwa, na mara kwa mara tumekuwa tukifanya hivyo. Na mimi hata ninapoishi pale, jirani zangu ni KKT na African Inland Church, na bahati mzuri ibada zao zote huwa nazisikia nikiwa ndani. Kwa hiyo nimekuwa mwenyeji wa kusikia nyimbo, lakini pia mawaidha mbalimbali kwa sababu ni jirani sana. Sasa mimi niseme tu kwamba tumefurahi pia na mapokezi ambayo tumeyapata hapa Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu alipoingia na msafara wake, na bila shaka tunaambiwa upendano wa ndugu na udumu. Tusiache kuwapokea wageni, kwa maana kwa kufanya hivyo wako waliowapokea malaika bila wao wenyewe kujua. Kwa hiyo kupokea wageni ni amri ya Biblia, ni amri ya dini mbalimbali ambazo tunazitambua kwenye nchi yetu. Lakini jambo kubwa la mwisho ni kuendelea kutoa shukurani zangu za dhati kabisa kwa waheshimiwa maaskofu wote walioko hapa Mwanza wa CCT na wale ambao sio wa CCT, kwa namna ambavyo wamekuwa wakishirikiana vizuri sana na serikali katika mkoa wetu. Changamoto zile ambazo Baba Askofu Hotaye umezieleza, tutaendelea, na sisi ni wasikivu, na mtu muungwana yoyote akielezwa mambo yenye busara na hekima ndani yake ni wajibu wake kuyasikia na kuyafanyia kazi, kwa sababu sisi sote tunapenda tuishi maisha mazuri hapa duniani, lakini pia nchi yetu iendelee kuwa na amani. Kwa hiyo tunawashukuru sana na tutaendelea kushirikiana nanyi. Mwisho kabisa, mimi hapa nafanya tu ile kazi ya Yohana Mbatizaji ya kutengeneza mapito kwa ajili ya ujio wa mgeni rasmi Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wito wangu na ujumbe wangu, nitanukuu maneno machache, moja kutoka Warumi sura ya 13 mstari wa 1 hadi wa 2, ambao unasisitiza viongozi, waumini, wananchi kuendelea kuitii mamlaka. Sisi Waislamu tunaambiwa itii mamlaka, kwa kuwa mamlaka zote zinatoka kwa Mungu. Lakini pia mstari nilionukuu na wenyewe unasema kila mtu na itii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Sasa mamlaka nyingine zinaweza zisiwe mamlaka za kidemokrasia, lakini Mungu anaweka mamlaka hizo kwa sababu yake. Kwa hiyo mamlaka zote zinatoka kwa Mungu, zikiwa mzuri, zikiwa hazipendezi, lakini zinawekwa kwa sababu fulani. Kwa hiyo wito wangu, tuendelee kuitii mamlaka,
na sisi wenye mamlaka pia tumekumbushwa kupitia nyimbo kutenda haki ili taifa liweze kuinuliwa na tuweze kuishi kwa amani. Kwa hiyo na sisi tunasikia kauli yenu. Lakini niwakumbushe pia wana Mwanza wote, Baba Askofu amesema watu ni hawa hawa. Wakiwa hapa kanisani wanaitwa jina la waumini, lakini wakiwa kule mtaani ndio hawa hawa tuko nao kwenye vikoba. Wakiwa kule mtaani wengine ni kikundi cha sungusungu, lakini wamo humu ndani. Wakiwa kule mtaani, kwa hiyo wanabadilika kulingana na muktadha. Kwa hiyo nini maana yake? Ni kwamba sisi sote ni wamoja, sisi sote ni ndugu. Wakristo, wasio Wakristo, sisi sote ni kitu kimoja. Tuendeleze umoja, upendo na mshikamano ili tuweze kuishi vizuri katika nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tumetakiwa pia kuchapa kazi. Waraka wa Paulo mtume anasema, na waonya na waagiza katika jina lake Bwana Yesu Kristo, asiyefanya kazi na asile. Na vile vile serikali yetu inasema tuendelee kuchapa kazi ili kujiletea maendeleo. Kwa hiyo baada ya maelezo yangu hayo mafupi, niwashukuruni tena kwa kunipa nafasi ya kuwasalimia waumini wa makanisa yote ya CCT, na niwahakikishie kwamba tutaendelea kushirikiana na Jumuiya ya Kikristo Tanzania katika shughuli mbali. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na Mungu awajalie na kuwabariki sana.